Asubuhi moja kawaida katika kijiji cha Mwangaza, vumbi lilikuwa likipaa barabarani huku watu wakianza shughuli zao za kila siku. Ghafla, kijana mmoja asiyejulikana alionekana akitembea polepole akiwa amebeba begi dogo mgongoni. Alikuwa amevalia shati la kawaida, suruali iliyofifia na viatu vilivyochakaa. Hakuna aliyemjua wala hakuwahi kuonekana hapo kabla. Wazee walimtazama kwa shaka, vijana walimpita bila kujali, na wanawake walinong'ona kimya kimya. Jina lake lilikuwa Isaya, lakini hakujitambulisha kwa yeyote. Alifika kijijini akiwa na lengo moja moyoni: kutafuta mke wa kweli, si wa pesa. Isaya alikuwa bilionea mkubwa wa mjini, mwenye makampuni mengi, lakini alikuwa amechoka na wanawake waliomzunguka kwa sababu ya mali yake. Alitaka mwanamke ambaye angempenda hata kama angekuwa maskini. Alipofika, alitafuta kibarua kama mfanyakazi wa kawaida. Alijitolea kulima mashamba, kubeba mizigo na kusaidia kazi zozote ngumu. Watu walimuona kama mtu wa kawaida tu. Wengine walimhurumia, wengine walimdharau. Hawakujua kuwa nyuma ya uso wake wa kawaida kulikuwa na moyo tajiri na siri kubwa iliyofichika. Sini ya pili: kazi ngumu chini ya jua kali. Siku ya pili Isaya alianza kazi mapema sana. Alikwenda shambani kabla hata ya jua kuchomoza. Alishika jembe na kuanza kulima kwa nguvu, kana kwamba alikuwa amezaliwa kijijini hapo. Jua lilipopanda, jasho lilimtoka kwa wingi, lakini hakulalamika. Watu walimshangaa kidogo kwa bidii yake, lakini bado walimchukulia kama mfanyakazi wa kawaida. Alifanya kazi kwa mashamba tofauti, akichota maji mtoni, akibeba mifuko ya mahindi na hata kusaidia kuchunga ng'ombe. Malipo aliyopata yalikuwa madogo, lakini hakujali. Lengo lake halikuwa pesa, bali kuishi maisha halisi ya kijijini na kuwajua watu kwa undani. Wasichana wa kijiji walimuona, lakini hawakuvutiwa. Wengine walimcheka wakisema hana mwelekeo. Huyu hana hata simu nzuri, mmoja alisema. Hawezi hata kununua soda, mwingine akaongeza. Isaya alisikia maneno hayo, lakini hakuijibu. Aliendelea kufanya kazi kwa heshima na uvumilivu. Ndani ya moyo wake, Isaya aliendelea kujiuliza, je, kweli nitampata mwanamke atakayenipenda kwa jinsi nilivyo, si kwa kile nilicho nacho? Swali hilo lilimpa nguvu ya kuendelea. Sini ya tatu: kukataliwa na wasichana wa kijiji. Baada ya wiki kadhaa, Isaya alianza kujaribu kuzungumza na wasichana wa kijiji. Alikuwa mnyenyekevu na mwenye heshima. Alianza kwa salamu za kawaida, kuuliza hali na kusaidia pale alipoweza. Lakini kila alipojaribu kuonyesha nia ya urafiki wa karibu zaidi, alikataliwa. Wasichana wengi walimuona kama mtu maskini asiye na ndoto. Wengine walimwambia wazi wazi kwamba wanataka wanaume wenye pesa, magari na maisha ya mjini. Maneno hayo yalimuumiza, lakini hakuyachukulia kwa hasira. Aliamini kila mtu ana haki ya kuchagua. Wengine walimdharau kimya kimya, wakimpuuza kana kwamba hakuwepo. Alipoonekana karibu na kundi la wasichana, walinyamaza au kuondoka. Isaya alianza kuhisi upweke mkubwa. Usiku alikaa peke yake, akitazama nyota na kujiuliza kama uamuzi wake wa kuja kijijini ulikuwa sahihi. Lakini bado hakukata tamaa. Aliamini mahali pamule kulikuwa na mwanamke atakayempenda kwa jinsi nilivyo, si kwa kile nilicho nacho. Ndipo macho yake yakaanza kumwona msichana mmoja tofauti, mtulivu, mnyenyekevu na asiye na makeke mengi. Jina lake lilikuwa Neema. Sini ya nne: kukutana na Neema. Neema alikuwa msichana wa kawaida kijijini, lakini mwenye tabia njema sana. Aliishi na shangazi yake baada ya kupoteza wazazi wake akiwa mdogo. Alifanya kazi ndogo ndogo kusaidia familia. Hakupenda kelele, wala hakujivunia chochote. Alikuwa na tabasamu la upole na moyo wa huruma. Siku moja, Neema alimkuta Isaya akifanya kazi shambani peke yake chini ya jua kali. Alimwonea huruma. Bila kusita, alimletea maji ya kunywa. Hakumuuliza chochote, wala hakutarajia malipo. Isaya alishangaa sana. Kwa mara ya kwanza kijijini hapo, mtu alimjali bila kumhukumu. Walianza kuzungumza taratibu.
Mazungumzo yao yalikuwa ya heshima, yakiwa hayana majivuno wala madai. Neema hakumuuliza Isaya ana nini, bali alimuuliza anajisikiaje na ana ndoto gani. Isaya alihisi amani kubwa moyoni. Kadri siku zilivyoendelea, Neema aliendelea kuwa karibu naye. Alimsaidia kwa maneno ya moyo, alimsikiliza na kumtia moyo. Isaya alianza kuona kile alichokuwa akikitafuta kwa muda mrefu: upendo wa kweli usio na masharti. Sini ya 5: upendo wa kimya kimya. Upendo wa Isaya na Neema hakuja kwa makeke, bali kwa ukimya na matendo madogo madogo. Walizungumza baada ya kazi, wakitembea pole jioni, wakishirikiana hadithi za maisha. Isaya alimwambia Neema kuwa anatamani familia yenye amani, si mali mingi. Neema alimsikiliza kwa makini. Neema hakumwahi kumdharau Isaya. Alimuona kama mwanaume mwenye heshima na bidii. Wakati wengine walimcheka Isaya, Neema alimlinda kimoyomoyo. Alimwambia, usijali watu, muhimu ni moyo wako. Maneno hayo yalimgusa sana Isaya. Isaya alianza kumpenda Neema kwa dhati. Alimpenda kwa unyenyekevu wake, uvumilivu wake na moyo wa kujali. Alijua moyoni kuwa huyu ndiye mwanamke aliyekuwa akimtafuta. Lakini bado kulikuwa na siri kubwa. Isaya hakujafichua ukweli wake. Alikuwa anajiuliza, je, Neema atabaki yule yule akijua mimi ni bilionea? Hofu hiyo ilimtesa, lakini alijua siku ya ukweli lazima ifike. Sini ya 6: shaka na majaribu. Kadri ukaribu wao ulivyoongezeka, watu wa kijiji walianza kunong'ona. Wengine walimcheka Neema, wakimwambia hana mtaabu na mtu maskini. Huyu hana future, walimwambia. Lakini Neema hakusikiliza. Alifuata moyo wake. Isaya alisikia maneno hayo. Alijisikia vibaya kuona Neema akidharauliwa kwa sababu yake. Alianza kufikiria kuondoka kijijini ili kumlinda Neema, lakini Neema alimzuia. Alimwambia kuwa yuko tayari kusimama naye bila kujali hali. Hii ilimfanya Isaya azidi kumpenda Neema. Aliona kuwa upendo wa kweli hauogopi majaribu. Hata hivyo, siri yake zidi kumlemea. Alijua kuendelea kuficha ukweli kungemuumiza Neema baadaye. Usiku mmoja, Isaya aliamua kuwa siku ya ukweli ilifichuliwe ilikuwa karibu. Alitaka kijiji kizima kijue, ili Neema asione aibu tena, na ili watu wajifunze somo la thamani ya binadamu. Siku ya Ijumaa, Isaya aliwaomba wanakijiji wakusanyike chini ya mti mkubwa wa mkuyu. Watu walikuja kwa mashangao, wakijiuliza kuna nini. Neema naye alikuwepo, hakijua chochote. Isaya alisimama mbele yao, akiwa mtulivu. Kwa sauti ya heshima, alianza kusema. Alieleza jinsi alivyokuja kijijini kutafuta upendo wa kweli. Kisha akasema ukweli, kuwa yeye ni bilionea mkubwa wa mjini, mwenye makampuni mengi, lakini alikuwa amechoka na wanawake waliomzunguka kwa sababu ya mali yake. Alitaka mwanamke ambaye angempenda hata kama angekuwa maskini. Kijiji kizima kilikaa kimya. Wengine walishangaa, wengine walijaa majuto. Wasichana waliomkataa walishusha vichwa. Wale waliomdharau walijilaumu kimya kimya. Neema alishtuka, macho yake yakijaa mashangao, lakini hakubadilika, hakupiga kelele wala hakukimbia. Alimtazama Isaya kwa macho yale yale ya upendo. Hilo lilimthibitishia Isaya kuwa alikuwa amefanya uchaguzi sahihi. Sini ya 8: majuto la kijiji. Baada ya ukweli kufichuliwa, kijiji kilibadilika. Watu waliomdharau Isaya walikuja kuomba msamaha. Wasichana waliomcheka walijuta sana. Wazee wa kijiji waliona aibu kwa kumhukumu mtu kwa mwonekano. Isaya aliwasamehe wote. Hakuwa na chuki. Alisema kuwa lengo yake halikuwa kujionyesha, bali kutandika thamani ya moyo wa mtu. Maneno yake yaliwagusa wengi. Neema alizidi kuheshimiwa. Watu walimuona kama mfano wa msichana mwenye busara. Isaya alimshukuru Neema kwa moyo wake safi. Alimwambia kuwa bila yeye hasingepata kile alichokuwa akikitafuta. Kijiji kilijifunza somo kubwa: si kila maskini ni maskini wa milele, na si kila tajiri ana moyo wa dhati. Sini ya 9: chombo cha upendo. Siku chache baadaye,
Isaya alimchumbia Neema mbele ya wazee wa kijiji. Hakufanya kwa makeke, bali kwa heshima. Neema alikubali kwa furaha, machozi yakimtoka kwa shukrani. Maandalizi ya harusi yalianza. Isaya aliamua kufanya harusi ya kijijini, akiheshimu asili ya Neema. Alisaidia kijiji kwa miradi ya maendeleo, maji, skuli na barabara, lakini hakujisifu. Neema alibaki yule yule mnyenyekevu. Hakubadilika kwa sababu ya mali. Hilo lilimfanya Isaya ajue kuwa upendo wao ulikuwa wa kweli. Mwisho wa funzo. Hadithi yao ilibaki kuwa funzo la maisha. Upendo wa kweli haupimiki kwa mali, bali kwa moyo. Mwisho.